Assalamu. Hii filamu ya leo ni moja kati ya filamu ngumu sana. Ukisikia ni moja kati ya filamu ni ngumu sana kuwahi kuifanya, kwa sababu ni moja kati ya filamu ambayo ina matukio mengi sana ambayo kwa mujibu wa sera za YouTube siruhusiwi kukuonesha kwa uwazi. Pia ni moja kati ya filamu ambayo ukikosa cha kujifunza ndani ya hii filamu, basi uanzishe utaratibu maalum wa kutembea bila kichwa. Hakikisha kichwa chako umekiacha nyumbani kwa matumizi mengine. Hapo zamani za kale kwenye hichi kijiji kulikuwa kuna ustazi mmoja anaitwa Shakil, ambaye alikuwa anaheshimiwa sana katika kijiji hiki. Mara nyingi alikuwa akiitwa kufanya ibada wakati wa matukio muhimu kama vile mazishi, ndoa ama hata kufanya rukia na matukio mengine kama hayo. Mara zote ustazi alikuwa anaambatana na familia yake nzima, yeye pamoja na mke wake na watoto wake 4, kujumuika katika shughuli hizo za kijamii. Sasa siku hii ustazi alikuwa ameitwa katika familia moja ambapo kulikuwa kuna msiba wa binti yao mpendwa anaitwa Zahra. Wakati wa ibada hiyo, binti wa Shakil alikuwa anaitwa Tasi akawa anasikia sauti ya mtoto mmoja akiwa anaomba msaada eneo hili, hivyo akaamua kuondoka hapo kwenda kuangalia ni nani huyo anayeomba msaada. Baada ya kuifuata sauti hiyo, akaona roho ya yule marehemu ikiwa sehemu imewambwa kwenye ukuta, inalia, inalalamika, ikiomba msaada kana kwamba ilikuwa inateswa mithili ya kuchomwa na moto. Hili jambo lilikuwa limemtisha sana binti Tasa, hivyo akawa amerudi mbio kwa familia ya marehemu na kuwaambia kila kitu ambacho yeye amekiona kuhusiana na mtoto wao. Hili jambo likazua huzuni mkubwa sana kwa familia hii. Binti aliloliona juu ya roho ya binti Zahra ndicho kitu ambacho wanadamu wengi wanatamani kukikwepa katika maisha yao. Karibu Swahili Maktaba. Hii filamu inaitwa Siksa Neraka, mateso ya motoni ama adhabu kali ya Jahannam. Miaka mingi ikapita, maisha yaliendelea. Watoto wa ustazi Shakil, Sareh, Fajar pamoja na binti wawili Tasia pamoja na Azizi. Ni miaka 10 kwa sasa, kila mtoto na maisha yake. Binti Tasia, yeye alikuwa karibu sana na mama yake. Huyo binti alikuwa hawezi kabisa kuficha siri mbali na mama yake. Siku moja ikabidi kwenda kumuonesha mama yake matokeo mabaya ya mtihani. Binti alikuwa amepata 15 fulani hivi, imenona. Binti akaomba radhi sana kwa mama yake na akamwambia atajitahidi siku nyingine atafanya vizuri, hatoferi tena. Akamwahidi mama yake hivyo, lakini akamwomba mama yake huyu asimwambie baba yake kuhusiana na matokeo mabaya kama hiyo. Mama yake akawa amekubali kumuhifadhia siri hiyo. Baada ya muda akawa ameingia kijana wa familia hii anaitwa Fajar, ambaye kafika hapa kwa ajili ya kumwomba mama yake ruhusa. Kesho anataka kwenda kujisomea na marafiki zake nje ya nyumba hii. Kijana anaomba ruhusa asiwepo nyumbani hapo siku ya kesho. Furaha ndani hapa ikawa imeongezeka zaidi baada ya kaka ao mkubwa Sareh kuwa amefika nyumbani hapo. Huyu Sareh alikuwa ndo mfano wa kuigwa kwa watoto wote katika hii familia. Wakati wa chakula cha jioni siku hiyo, Sareh aliwaletea zawadi kila mmoja ndani hapo, na hili jambo lilikuwa limeongeza furaha kubwa sana. Lakini sasa katikati ya shangwe hiyo, Tasia kwa bahati mbaya akawa mangusha karatasi yake ya mtihani ambayo alifeli, na alitamani sana hii karatasi baba yake asione. Alifanya siri, lakini baba yake ndo akawa mtu wa kwanza kuiona karatasi hiyo, na mzee akawa ametambua kwamba Tasia pamoja na mama yake waliificha hii siri, hawakutamani kumwambia ukweli kuhusiana na matokeo mabaya ya huyu binti. Mzee alikasirika sana, hivyo kama baba akachukua wajibu wa kumwadhibu binti yake ili kumfundisha nidhamu na kumuhimiza binti yake kusoma kwa bidii. Akiwa kama mtu mwenye maadili, aliamini sana katika maadili na elimu bora kwa watoto wake. Usiku huo huo, familia ikawa imepokea simu kutoka katika familia moja jirani, ni familia ya Dini, rafiki wa karibu sana wa binti wa familia hii anaitwa Aziza. Habari hiyo ilikuwa ni habari ya kushtua kwa sababu Dini amefariki dunia. Sasa hilo halikuwa jambo la kushangaza sana. Jambo hili lilishangaza sana pale ambapo Tasi alipeleka habari hii kwa mwana dada Aziza, akitegemea kwamba angepokea kwa mshtuko kwa sababu Dini inavyoelezwa alikuwa ni rafiki yake. Matokeo yake hakuipokea kwa mshtuko wa aina yoyote habari hiyo. Sasa kwa mujibu wa maelezo ya binti Tasi anapomsimulia mdogo wake Aziza, anasema kwamba Dini inavyosemekana alikuwa na ugomvi na rafiki yake shuleni huko, hivyo Dini aliamua kujiondoa maisha yake. Aziza baada ya kusikiliza hii story akamwambia dadake kwamba kwa hiyo mimi nanihusu nini? Kwani mimi nahusika na nini katika hilo? Aziza hakutaka kabisa kusikia lolote kuhusiana na kifo cha Dini, yani hakuumia kwa lolote. Kiufupi ndo hivyo. Baadaye wazazi wao wakawa wamejiandaa kwa ajili ya kwenda kwenye mazishi ya huyo mtoto, na wakawa wametamani waambatane pamoja, yani familia nzima waende eneo hilo, lakini kaka mkubwa Sareh akawa amewatetea wadogo zake, akawashawishi wazazi kwamba wawaache wabaki nyumbani hapo siku hiyo
sababu zake hazikuwa wazi moja kwa moja. Hivyo wazazi walikuwa wamekubali kwa sababu kaka mkubwa akasema atawalinda wadogo zake. Wazazi walikuwa wameondoka na kuwa wamewaacha hao watoto hapa nyumbani, kila mmoja aendelee na majukumu yake kama kawaida. Sasa binti Tasia yeye alikuwa anatamani sana kwenda kujisomea. Aliamini kabisa kufeli kunaweza kumfanya yeye aende jehanamu, na wenzake hii habari hawafurahishwi sana. Tena kwa upande wa Fajal ndo kabisa amini kabisa hizi mbanga. Anamwambia binti kwamba usiamini sana mambo kama baba yako, mambo mengine hayana maana aina yoyote. Sasa mshikaji Fajal akiwa ndani, yeye kulikuwa kuna picha ya binti anaitazama muda mwingi sana. Sasa akiwa hapo, kaka yake Saleh akawa amefika hapo, akawa ametambua kwamba huyu jamaa anapenda vipisi kali. Sasa katika mazungumzo yao, kwa bahati mbaya kaka mkubwa Saleh akawa ameangusha vitu vyake chini. Sasa katika kuokota, Fajal akawa amegundua kwamba kaka mkubwa ni mkamaria mkubwa, yani ni mkamaria mzuri mno, anapiga kamari. Yani hawa ndo wale watu ambao wanafuturu kwa pesa za kubetia. Sasa kama watoto wa kiume kimtindo fulani wako wamefichiana siri. Sasa ikawa imebainika kwamba kwenye hii familia ya ustazi kila mtoto ana siri zake. Upande wa binti Aziza, yeye alikuwa anaimba na alikuwa anapenda sana kuimba, jambo ambalo hii familia haliungi mkono kabisa kitu kama hicho. Lakini Aziza alikuwa anaimba kwa siri siri na alikuwa ameshiriki katika mashindano ya kuimba na akawa amefanikiwa kufika mpaka fainali, na usiku huo ilikuwa ni fainali, anatakiwa kwenda kuperform sehemu hiyo. Hivyo akawa amwambia ndugu zake, hususan makaka zake, wakawa kubali kwenda kumsapoti. Kazi ikawa ni kumshawishi Tasia ili aungane pamoja nao waende pamoja, kwa sababu muda huo wazazi wao hawapo nyumbani hapo. Sasa katika kumsii sana Tasia pia akawa amekubali kuambatana pamoja nao. Hivyo wakaamua kutoroka kwa siri siri usiku huo kwenda kushiriki katika tamasha la Aziza. Wakiwa njiani, wakaamua kupita njia ya mkato, wakawa wamekutana na mzee mmoja. Huyu mzee anaitwa Haji, yeye ana matatizo ya macho. Huyu mzee akawazuia, akawaambia kwamba ni hatari, msiende kupita sehemu hiyo kwa sababu hali ya hewa sio nzuri. Sasa huyu mzee ni kipofu, lakini akawa amewatambua kwa sauti zao tu. Baada ya kuwa wamezungumza hao watoto, akawa ametambua kwamba hao watoto ni watoto wa ustazi. Akawaambia kwamba hali ya hewa sio nzuri, msipite eneo lile, ni hatari. Akawa amemsii sana Saleh, lakini Saleh akawa amepuuza onyo hilo, akasema kwamba wao wanatakiwa kuendelea na safari. Yeye kama kaka mkubwa akawa ameongoza wadogo zake. Mzee Haji akabaki anaumia sana kuona watoto wamempuuza katika hilo. Kama ilivyosemwa na mzee Haji, ghafla maji ya mto yaliongezeka wakati wao wanajaribu kukatisha sehemu hiyo. Kwa sababu ya mvua na maji kuwa na nguvu, wote wanne wakawa wameteleza na kuanguka ndani ya mto, wakawa wameumia vibaya sana. Upande wa baba yao wakiwa katika mazishi wanapiga dua, mara umeme ukiwa umekatika, wakawasha mishumaa. Lakini sasa mama mji, mke wa ustazi, akaanza kuhisi kabisa kana kwamba kuna jambo baya limewatokea watoto wake, kwa sababu anasikia sauti za watoto wake wakiwa wanamuita, wanamuomba msaada. Sasa baadaye waliporudi nyumbani, kufika nyumbani nyumba tupu, hakuna mtu yoyote ndani hapo. Mama akawa anakutana na vibwengo tu, mzimu wa Aziza ukiwa ndani hapa. Hili jambo lilikuwa limeongeza hofu sana kwa mama huyo, ikabidi wafanye dua nyumbani hapo. Wakiwa wanapiga dua, mama anaendelea kusikia sauti za watoto wake wakiwa wanamuomba msaada. Wakiwa wanapiga dua, baadhi ya wanakijiji wakiwa wamefika hapo, wakiwa wamewambia kwamba mzee Haji yule kipofu aliwaona watoto wenu wakiwa wanaelekea mtoni. Sasa utajiongeza hapo kwamba mzee Haji ni kipofu, lakini aliwaona hao watoto kwa sababu wasikia. Wanakijiji wanasema kwamba aliwazuia wasipite mtoni kule, lakini walimpuuza, wakawa wameelekea katika mto huo. Sasa wakawa wamewapatia vifaa ambavyo vilipatikana kando ya mto huo. Wazazi wakawa wamegundua kwamba yawezekana watoto wao wamekumbwa na hatari kubwa sana, kwa sababu usiku huo palikuwa na mafuriko makubwa sana katika mto huo. Basi siku hiyo ikawa ni ngumu sana kwa mama mwenye familia hii. Siku iliyofuata ukafanyika utafutaji mkubwa sana, ni msako mkubwa sana, watafuta watoto wa ustazi. Baada ya muda msako mkubwa, miili ya Saleh pamoja na Fajal ikawa imepatikana kando ya mto. Shakil kama baba alivunjika moyo sana kwa tukio hili, na mama wa mtoto huzuni ndio ikazidi kuongezeka zaidi na zaidi. Wamepoteza watoto wao, wamepatikana watoto wawili tu, bado watoto wawili. Familia ikapeleka miili ya watoto hao nyumbani, lakini haikuweza kuwazika kwa sababu bado kuna miili miwili haijapatikana, miili ya mabinti. Hadithi ikahamia katika maisha ya baada ya kifo, ambapo Saleh kaka mkubwa akaamka akiwa jehanamu, kisiwa cha ziwa la moto, akiwa anawaita ndugu zake. Akasikia sauti za kuomba msaada sehemu hii. Katika kuangalia, anaona kuna maelfu ya roho za watu zinazopitia adhabu kali kabisa jehanamu, hali ya kutisha. Hili jambo lilimfanya Saleh kushindwa hata kuangalia kwa macho yake. Watu wanalia, wanateseka kwa maumivu makali sana, hii ikiwa inamaanisha kwamba hapa duniani kuna watu ambao wamefariki na dhambi. Haya ndiyo maisha yao, moto wa umilele.
huko hakuna furaha. Saleh kabla hajajua nini cha kufanya, kiumbe ambacho kina jukumu la kuhakikisha kinatoa huduma kwa kila mmoja anayefika hapa, viko vingi vilikuwa vimemkamata na moja kwa moja wakuwa wamemkata ulimi Saleh kwa mkasi. Na adhabu hii ya kukatwa ulimi huwa inamaanisha kwamba wewe ni muongo. Sasa adhabu ya Saleh kukatwa ulimi ilikuwa ni kwa sababu ya yeye kusema uongo kwa wazazi wake, hasa kuhusiana na kuswali. Alikuwa akijifanya kwamba anapata muda mzuri wa kuswali, lakini alikuwa hafanyi hivyo, japo wazazi wake walijitahidi sana kumsihi kijana wao kuswali, lakini kijana aliwaaminisha kwamba yeye anafanya hivyo, lakini ukweli alikuwa hafanyi hivyo. Kisha upande wa kijana Fajar akaonekana katika sehemu nyingine tena, jehanamu huko. Fimbo za chuma zilizokuwa zimepashwa kwa moto zikaingizwa machoni mwake hadi macho yake yakaharibika. Adhabu hii ilikuwa ni kwa sababu ya matendo yake mabaya. Alikuwa anajihusisha kwa siri na mambo yasiyofaa, alienda kwa makahaba na alikuwa na mahusiano mengi sana, yani alikuwa na pisi kibao huyu dogo. Yote aliyafanya kuwa siri kwa wazazi wake, na mbele ya wazazi wake kijana alionekana kijana mtiifu sana na pendwa sana kwa wazazi wake kama alivyokuwa Saleh. Katika kukagua mama yake huku upande wa duniani akuwa amepata picha za kijana wake akiwa amepiga picha na piskari nyingi sana, watoto wa 2000, japo wazazi walimlea katika maadili mema sana ili mwisho akwepe adhabu za jehanamu. Lakini kwa bahati mbaya hatima yake na matendo yake yalimfikisha jehanamu. Wote wawili Saleh pamoja na Fajar waliendelea kusulubiwa mara kwa mara. Mateso yao hayakuwa na mwisho. Saleh kaka mkubwa hatimaye akawa ametupwa katika lava ili kuendelea na mateso zaidi. Kwenye hii lava unatupwa, unaogelea kama ziwa, haufi ukaisha, unaogelea na maumivu mpaka kando ya lava, then unarudishwa tena. Ndio mfumo wa maisha ambao watu wengi wa ovu wanaishi jehanamu. Ni mchakato ambao unaendelea, hakuna kusubiri kama mchakato wa NIDA. Wakati huo upande wa kijijini, miili ya Fajar pamoja na Saleh ikiwa imeandaliwa vyema sana na familia. Taarifa ikiwa imefika kwa familia ya ustazi kwamba binti yake Tasi amepatikana akiwa hajitambui karibu na mto. Amepelekwa hospitalini ambako madaktari wakasema kwamba yuko hai, hali yake sio ya kuweka bayana kwamba anaweza kupona ama ndo ina lilahi. Ustazi kwa mara ya kwanza hapa ndipo akaanza kugundua ukweli kuhusiana na watoto wake. Alimuona kwamba binti Tasi ndiye mtu ambaye hafati maadili na mafundisho yake, na akawa amegundua kwamba huyu binti alikuwa sahihi na alikuwa anafuata kila kitu ambacho baba yake alikuwa akimweleza. Huyu ndiye binti ambaye alikuwa ni binti mwelevu zaidi kuliko watoto wote wa huyo ustazi, lakini ustazi alimuona kama huyu binti ndio binti ambaye hafai ama hafati vile ambavyo yeye alikuwa akimweleza na kumfundisha katika maisha yake. Kwa upande wa kijana wa kiume mkubwa Saleh, yeye mzee akawa amegundua kwamba huyu kijana ambaye ndiye alikuwa kijana wa kuigwa na watoto wenzake, huyu kijana alikuwa ni tapeli, alikuwa ni mdanganyifu, alikuwa anadanganya watu kwa pesa za bandia na mipango yake ya uongo ya kuwapatia watu bima. Huyo dogo alikuwa ndo mpango mji mwenyewe, alikuwa anachuma pesa ambazo sio za halali. Na watoto wa Uswahilini siku hizo wanasema kwamba ukitaka kutajirika basi tafuta pesa ambazo ni pesa za haramu. Matokeo yake ni ya kutiki tu. Saleh alikuwa akicheza kamari kinoma kuliko kawaida, na ndicho kilichokuwa chanzo chake cha mapato kikuu. Hata zawadi alizozileta katika familia yake zilikuwa zinatokana na mapato ya kamari. Na Saleh hakuishia hapo tu, aliwahi hata kumlaghai mzee kipofu katika kijiji hiki, mzee Haji. Hapo zamani hili jambo hata ustazi mwenyewe baada ya kusikia alishtuka sana. Sasa katika kupitia maumivu makubwa sana kama baba wa familia, baada ya kugundua ukweli wa kijana ambaye ni dume lake la mbegu ambalo alikuwa analitazama kwa macho yote kama sifa katika familia yake, akaenda huko mtoni kwenda kulia kwa maumivu makali. Akiwa huko akawa ameuona pia mwili wa mtoto wake binti Aziza ukiwa hapo. Hivyo mwili huo uko umebebwa na kupelekwa nyumbani. Kwa upande mwingine sasa, mama yao hawa watoto pia akawa amegundua kwamba kijana wake mpendwa Fajar alikuwa na wanawake wengi sana. Hakuwa mwema hata kidogo, japo alionekana mwema machoni kwake. Alikuwa na mahusiano mengi sana. Baadhi ya wasichana hao hata walihudhuria mazishi ya huyu kijana. Jambo hili lilikuwa limemshangaza sana mama huyu. Hadithi ikahamia tena katika maisha ya Tasi, ambaye pia akiwa bado hospitalini roho yake ikajikuta iko jehanamu. Sasa yeye hakuwa miongoni mwa watu ambao walikuwa nateswa, lakini yeye alipata nafasi ya kushuhudia uovu namna ambavyo gharama yake ni kubwa sana jehanamu. Aliona ndugu zake wakiwa wanaadhibiwa mbele ya macho yake. Alimuona mdogo wake Aziza akiwa anarudia kutaja jina la binti anaitwa Dini mara kwa mara. Tasi akaona roho ya msichana Dini ikiwa inajinyonga mbele yake. Hapa ikiwa imebainika kwamba Dini alikuwa ni rafiki yake Aziza kama jinsi ambavyo ilikuwa inatajwa, lakini Aziza alikuwa akimtesa sana kisaikolojia binti Dini. Alikuwa akimnyanyasa
Tasa kwa kisingizio kwamba yeye ni rafiki yake, ila ukweli binti Aziza alikuwa sio mwema hata kidogo. Tabia mbaya za Aziza zilimfanya Dini kukata tamaa na kuondoka nyumbani kwao, na hili jambo ndilo likapelekea kifo cha huyo binti kuamua kuondoa maisha yake. Hii inaonyesha wazi kwamba ndiyo sababu ya Aziza hakuonyesha huzuni hata kidogo baada ya kuambiwa kwamba Dini amefariki dunia, na watu waliamini Dini pamoja na Aziza walikuwa ni mtu na rafiki yake. Sasa kama kawaida, Aziza kwa sababu ya uongo, adhabu ya ulimi ilimhusu kama kawaida na yeye. Ulimi uko umeshwa na yeye akawa maadhibiwa motoni tena kwa makosa yake yote. Mikono yake kwa sababu ilishiriki katika dhuluma na kumuumiza mwenzake kisaikolojia, hivyo iko imekatwa kwa maumivu makali sana. Ndugu watatu wote, watoto wa Ustazi Shakil, Saleh, Fajal pamoja na Aziza, ukawa ufanyiwa mazishi na Ustazi akawa mwongoza kila kitu kwa watoto wake na akawa amewastiri. Kwa upande wa Jahannam, watoto wa Ustazi Saleh, Fajal pamoja na Aziza ukawa umekusanywa kwa pamoja sehemu moja wanaadhibiwa, lakini binti Tasa hakuweza kuvumilia hata kwa macho yake kutazama jinsi ambavyo ndugu zake wanaadhibiwa. Wakati wa adhabu inaendelea, kuna vijeba vilikuwa vimejifunika nyuso zao, vilikuwa vimefunua nyuso zao, na akawa ametambua kwamba ni wao kwa wao, yani nafsi zao ndio ambazo zinawahukumu wao wenyewe. Tasi akaona taswira yake pia ikiwa hapa, na iko imemwambia kwamba wewe sio wa upande huu, wewe hapa sio kwako. Ikagundulika kwamba binti Tasa hakuwahi kufanya makosa tangu akiwa mtoto mdogo. Alifuata maelekezo na mafundisho ya maadili ambayo alikuwa anafundishwa na wazazi wao tangu utotoni kwake. Baada ya kuona haya yote, akawa ametolewa na kufukuzwa motoni kwa sababu sio sehemu yake, akarudi duniani. Katika ulimwengu wa kweli, Tasi akawa amepata fahamu hospitalini. Hili jambo madaktari walisema kwamba huyu binti hana uhakika wa kupona, lakini akawa amepona. Tukio la mwisho, Ustazi Shakil, mke wake pamoja na binti Tasa uko umeonekana ukiwa na swali kwa pamoja wakimshukuru Mwenyezi Mungu. Inaonekana wazi kwamba Shakil alimfundisha Tasa tangu awali kuepuka maovu na alimuonya kuhusiana na adhabu ya Jahannam, na binti aliliweka moyoni na alilifanyia kazi, japo baba yake mwanzoni hakuwa anaamini sana kwa huyu binti, lakini ndo binti pekee ambaye alifuata mwongozo na maelekezo yake. Kupitia matukio haya, Tasi alielewa madhara ya kufanya uovu na kuamua kubaki katika njia iliyo sahihi katika maisha yake yote, huku Tasi akiapa kwamba kuto kufanya makosa baada ya kuona hatma ya ndugu zake Jehanamu. Filamu hii inaishia na maneno ya Mwenyezi Mungu: kwa kupita kwa muda, hakika mwanadamu yuko katika hasara kubwa, isipokuwa wale walio na imani, wanaofanya mema, wanaohimizana katika ukweli na wanaohimizana kuwa na subira. Filamu hii inatukumbusha kwamba maisha sio kile tu kinachoonyeshwa kwa watu, bali pia yale yanayofanywa kwa siri. Kila tendo lina matokeo yake, iwe ni jema ama ni baya. Kupitia filamu hii tunaona wazi kwamba ukweli, maadili na utii ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Wale wanaonekana kuwa bora mbele ya watu sio lazima wawe wema kweli. Mara nyingi walio wanyenyekevu na waaminifu ndio wanaosimama katika njia iliyo sahihi. Pia filamu hii inasisitiza umuhimu wa wazazi kuwajua watoto wao kwa undani zaidi, na watoto wanapaswa kuwa wakweli kwa wazazi wao, japo hapa ndo kuna changamoto. Siri, uongo na matendo mabaya yanaweza kuleta majuto makubwa sana siku ya Kiyama. Zaidi ya yote ni ukumbusho kwamba kila mtu anapaswa kujitathmini, kufanya mema na kushikamana na ukweli na subira, kwa sababu mwisho wa kila jambo matendo yetu ndiyo yatakayohukumu. Subscribe, share, like. Karibu Swahili Maktaba, chimbo la wajanja.